Ukisoma kitabu cha Mithali 10:6 anasema baraka umkalia mwenye nini? Mwenye haki. Mithali 11:8 anasema mwenye haki ataokolewa kwenye dhiki, alafu mtu mwovu ataingia badala yake. Mwenye haki, mwenye haki sio huyu anayefika tu kanisani anakaa unafundisha anasinzia, sio mwenye haki. Mwenye haki ni yule anayebeba maarifa hapa, anasikia kila neno lisimpite. Biashara yangu kama ilifeli, pengine ilifeli kwa sababu huyu baba anapigania pango la kanisa, anapigania ardhi ya kanisa. Mwenye haki anaanza kuugua kama unavyougua. Na watoto wa kiroho wa kweli utawajua wakati unapita kwenye jamii, ndio utawaona. Niliwahi kuambia ukiwa na haki, kuna vitu ukiomba vikagoma, relax. Ukiwa na haki, kuna kitu ukiomba ukaona kinachelewa, relax. Wala usiombe, wala usitese mwili wako kufunga. Hizi mambo za kukimbia kimbia milimani sasa hivi hazina mimi. Mungu haishi tena milimani. Mungu anaishi kwenye maisha ya watu. Mungu wa milimani unaweza ukaenda ukashuka na mapepo ya kutosha. Mizimu ya kwenu ikakubambika pale, ikakutandikia pale. Wewe ukashuka una nabii zingine unaeleza vitu, kumbe ni maroho. Ndio hivyo vitu wanashikana milimani siku hizi. Huu muda Yesu alishafika msalabani. Maisha yetu sasa hivi sisi ni relax. Na nyinyi vijana wangu, wanangu wa kiroho, acheni kustua umaskini wa kibii. Unajua ni kwa sababu gani? Toka siku moja tembelea hoteli nzuri hata kama unaenda. Kaka pale jifanye wanasubiri mtu. Wapite pite waione na sura yako hapo. Kama kuna gazeti hata ujui kusoma lishike hivyo hivyo, anza kulichungulia. Leo sijikiku bize na simu yako maana wewe umekesha naye. Sio, unanielewa? Nenda Serena, nenda Sheraton. Kaa pale, una mission na mtu. Muda ambao ungepoteza unasukua masufuria, toka nenda pale Sandra Bridge. Kaa pale, salimiana na Wahindi wanapita. Umaskini unastuka. Ukitoka hapo pitia showroom yoyote. Umevaa vizuri, umepiga lipstick zako. Badilisha na mtembeo usionekane mshamba. Ingia showroom yoyote. Hawamjuani mwenye hela, hawamjuani asiye na hela. Bisha pale wafungue gate showroom. Chungulia gari 2-3 hata bila kuwasemesha. Wakikusogelea unauliza bei. Kwa ustua umaskini. Mpe Bwana makofi na vigelegele. Nenda ukapokee baraka za fedha katika jina la Yesu. Usikae kila siku uko boko unachungulia nyumba hii imepauka, hii dirisha halipo, hii unajipa umaskini. Anza kubadilisha mindset yako. Tutalijenga hili kanisa. Nasema tutaipata ile ardhi yetu. Shughulika na mtu anayeendelea. Huko hapo unashinda hapa, unapoteza ka10,000 kako bila sababu. Nenda nako kale ka10,000 Serena Hotel. Soda pale ni 8,000, mtaani umeiacha 1,000. Wewe jikaze, ikamue kwa maumivu. Pakae pale wasaba, iagize ile soda. Kaa nayo hata masaa 6. Hata mtu anauliza. Pige kidogo, usipige kama mshauku wa kiu. Pige kidogo kidogo mpaka iflate. Halo? Wangapi mnaniahidi tutafanya mambo makubwa? Wangapi matajiri wenzangu kwa jina la Yesu? Inua mikono yako miwili, nataka nitamke maneno ya kinabii. Baba yangu na Mungu wangu, uliyenibariki bila ilizi, ukanipa tu maarifa kama ya Suleiman. Ninaomba utende jambo la ajabu kwenye maisha ya watu hawa. Tununue ardhi bila kujali gharama. Tununue vyombo bila kujali gharama. Lakini waanze na watu hawa kwa utulivu na kujali watu hawa. Lakini zaidi ya yote kwenye maisha yao ya familia, tengeneza amani ili wawe na milango ya fedha ikafunguke katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amen. Mimi ninachomshukuru Mungu ni kitu kimoja. Najua wengi wanapenda maarifa. Unajua kanisa hili na matajiri. Kwa nini? Haya maneno machache ninayosema, si unaona umefurahi wanapokea? Unajua tayari wana maarifa. Ukienda kuhubiri kanisa fulani hata ueleza, wanakuangalia kama wako mganga wa kienyeji. Yaani unaona kama huyu analeta na hela, hawa ndio mamilionea. Na kueleza wazi na ikawa hivyo. Hiki ndicho kikamata mkononi mwako kwa kuheshimisha. Mwakani majira kama haya, watu waseme yule dada ni waajabu.
wetu alikuwa anaitwa mtume wa fedha, lakini mimi nimepewa jina jingine, mtume wa baraka. Sababu fedha zinaisha, baraka haziishi. Baraka za Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nazo. Ninafurahi ninapowaona watu waliosimama katika Kristo bado wanayoenda. Mimi nataka nikwambie mwaka, hawa watoto wako wa kike na wa kiume, siku moja wachukue hivi wazima na kanisa lako, waambie leo hatuna ibada, twendeni Coco Beach tukakae mchangani, na hamna mtu wa kufukuza. Kwenye mfutano yake, elfu yake, aigize hata ice cream, mshinde kwenye michanga wamekaa. Hapo wakae tu pale wanatafakari. Upepo wa kuridhi, wapita waingi, wapita wazuri, waingie huko bahari. Amen. Tunajua mko karibu hapo. Oh yes. Isiwe kila wakati wewe mpaka ukamchukue mpagani akutoe auti. Wewe ndio unatakiwa uwatoe auti ili wamwamini Mungu wako. Mimi nimekataa kwenye mtazamo sasa hivi niwaambia na nyinyi ni wanangu, kwa sababu huyu ni mwanangu, sema amina. Amina. Sasa hivi mabinti wa hapa mwanze kushughulikia leseni za udereva, sema amina. Amen. Lazima binti ustue. Oh yes, lazima ustue. Amen. Wewe hata kama hujaibiwa chochote, tafuta kawaida kidogo, nenda driving. Hapo chukua leseni yako pale, kanayo. Oh yes. Vitu vile usikose Pentecost. Amen. Usikose passport international. Usikose driving license. Oh yes. Sio unanielewa? Amen. Hivyo vitu mimi watoto wangu wote wa kike na wanaume wanavyo. Amen. Tumemwona mtu, usimsaulisha sana kama dalali. Hapo unaongea sana message usiku kucha, unachatisha binti wa watu. Ongea mambo machache, mpe appointment, kanae sehemu, anywe soda, mpe 20,000 kwamba awe anakubipu. Oh yes. Unajua akaanza kuona huyu mtu ana namna gani, alafu usianze kumweleza mambo ya duniani ya uhuni. Wewe bariki, alafu nenda. Amina. Uachie mzigo moyo wake. Oh yes.